Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa Chama, Mheshimiwa John Heche, kwa heshima ya muda, waheshimiwa viongozi wote, niheshimu nafasi zenu. Nitaomba nizungumze mambo kadhaa hapa Kagera, na ikifika saa 12:30 kamili nionyeshwe ishara tu nishuke jukani nimlete Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti. Tumekubaliana ataingia hapa kuzungumza kuanzia saa 12:30, 11:30, kuanzia 11:30. Kwa mimi nitazungumza dakika chache mpaka saa 11:30. La kwanza, nimemsikia Waziri Simbachawene, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Utumishi, Utawala Bora, akiwa kwenye mkutano wa mawakili akizungumza kama vile anawashangaa wanaotaka reforms za kikatiba na kisheria kabla ya uchaguzi, akionyesha kwamba muda uliopo sasa mpaka uchaguzi mkuu hauwezi kuwezesha hizo reforms kutokea. Kwa hiyo anawashangaa mawakili wanaozungumza kwenye mkutano na mawakili, na anawashangaa na wadau wengine walikuwa wapi, kama vile wamechelewa. Nikasema kama huyu ndio waziri wa serikali ya Rais Samia, basi tuna shida kubwa sana katika taifa letu. Na nasema hivyo kwa sababu Waziri Simbachawene, kabla hajawa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Utumishi na Utawala Bora, alikuwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, na kabla yake alikuwepo Jenista Mhagama. Hawa ni mawaziri wawili ambao baada ya kukutana na Rais Ikulu Chamwino mwezi Mei mwaka 2022, mimi nilikwenda Ikulu, Mheshimiwa Heche alikwenda Ikulu. Wakati huo tuliongozwa na aliyekuwa mwenyekiti wetu wakati huo, Mheshimiwa Mbowe. Tukakutana na Rais Ikulu Chamwino, tukamweleza kwamba kwa yale yaliyotokea katika chaguzi za 2019, uchaguzi wa 2020, hatuko tayari chaguzi zinazofuatia kufanyika bila kuwepo mabadiliko ya kuwezesha uchaguzi huru na haki. Na tulipeleka hoja 11, lakini hoja 2 ziligusa masuala yanayohusiana na uchaguzi. Moja, tukamwambia Rais, tunazungumza naye kwamba mwaka huu wa 2022 tuendeleze mchakato wa katiba mpya uliokwama mwaka 2014 ili kabla ya chaguzi za 2024 na 2025 kuwepo na katiba mpya. Na tukawasilisha mapendekezo. Mchakato unaweza kukwamuliwaje? Ratiba ya kukwamua inaweza iweje?
Employers see 2019 zilikuwa na matatizo makubwa. Rais akasema anaunda timu ya mazungumzo. Pande moja Chadema, pande zingine CCM na serikali wanaunda timu yao. Sisi timu yetu ikaundwa kiongozwa na mwenyekiti Mbowe. Mimi nilikuwa mjumbe, mheshimiwa. Timu ya CCM ikiongozwa na Kinana. Kila timu ikiwa na watu 5. Ndani ya ile timu wawakilishi wa serikali, awamu ya kwanza alikuwa waziri Jenista Mhagama akiwa waziri ofisi ya waziri mkuu. Walipofanya mabadiliko ya baraza la mawaziri, Simbachawene akaingia ofisi hiyo. Awamu ya pili Simbachawene tukakaa naye kwenye mazungumzo. Kwa Simbachawene anaposema leo kwamba watu wamechelewa kuzungumza masuala ya mabadiliko ya marekebisho ya katiba, reforms, kuwezesha uchaguzi huru na haki, anasema uongo mbele ya umma, na anataka kuhalalisha na anataka kuwadanganya viongozi wa dini waliosimamia na Chadema kwenye no reform no election. Anataka kuidanganya bunge la Ulaya, anataka kuwadanganya mawakili, anataka kuwadanganya wananchi. CCM iliamua kabisa. Tulijadiliana kwa kina, hoja kwa hoja. Tuliwaambia matatizo ya kiuchaguzi kwenye nchi yetu ni matokeo ya matatizo ya kwenye katiba ya mwaka 77. Tukawaambia ibara kwa ibara mapungufu yanayoathiri uchaguzi. Ibara matokeo haiwezi kupingwa mahakamani. Tukasema ibara hiyo irekebishwe ili tuwe na haki ya kupinga matokeo ya urais mahakamani. Kaenda mbele zaidi. Ibara ya 74(1) inatamka juu ya muundo wa tume. Ndio hiyo ambayo inafanya mwenyekiti anateuliwa na rais, wajumbe wanateuliwa na rais. Ndio hiyo inafanya mpaka leo tume hii, pamoja na kuwa wametunga sheria wanaoita eti ni sheria tume huru ya uchaguzi, bado mwenyekiti wa tume yule Mwambegele aliyeshiriki kwenye uharibifu wa chaguzi ndogo, mkurugenzi wa uchaguzi, kwa sababu katiba inatamka mkurugenzi anateuliwa na rais, na sheria mpya walioitunga wakasema mkurugenzi aliyopo aendelee. Mkurugenzi wa tume aliyopo sasa hivi anaitwa Ramadhani Kailima, ndio mkurugenzi yule mwaka 2015 alikuwa mkurugenzi wa tume wakati mgombea urais wa Chadema akiwa marehemu Lowassa akashiriki kwenye uwizi wa kura. Leo ndio mkurugenzi wa inaitwa tume huru ya uchaguzi. Tume hiyo kwa maana ina wajumbe kama Ramadhani Mapuri mpaka leo, aliyekuwa katibu mwenezi wa CCM nafasi kama ya Amos Makala ni mjumbe wa tume. Tukawaambia tunahitaji tume huru kwa kurekebisha katiba, ibara 74(1) tukawapa iweje. Tukasema mamlaka ya rais ya kuondoa wajumbe wa tume iliyoko ibara 74(5) yaondolewe. Kinga dhidi ya tume kushtakiwa kwenye hatua yoyote ya uchaguzi iliyoko ibara ya 74(12) ya katiba iondolewe. Tuwe huru kuishtaki tume ikiengua wagombea, ikizuia kampeni. Tume imelindwa kufanya wizi wa kura kwenye uchaguzi. Tukasema tuanzie kwenye katiba. Ibara ya 74(10) ambayo inaitamka kwamba wasimamizi wa uchaguzi ngazi zote watakuwa ni watumishi wa umma. Ndio ibara ambayo imefanya ibara zote hizi. Dr. Slaa amerejea nilipokwenda kwenye kamati ya bunge. Tuliposhindwana mazungumzo ya maridhiano yalivyokwama mwaka 2023, tukaamua mapambano ya hamia bungeni na njia nyingine. Kaenda mbele kamati ya bunge wakati wa kujadili miswada hiyo ya sheria ya mwaka 2024. Hoja zote hizi tukawapelekea kipengele kwa kipengele mabadiliko yanayotakiwa. Wakakataa yote. Na mbele ya kamati ya bunge walizuia hata nisizungumze hizi hoja za kikatiba. Haya yote wameyafanya. Sio kwamba Simbachawene hajui.
Sio kwamba Rais Samia hajui. Haya yote wameyafanya kwa makusudi, kwa sababu walishajiandaa kuiba uchaguzi, na ushahidi umeonekana kwenye serikali za mitaa tarehe 27 Novemba 2024. Sasa baada ya hiyo, sisi tumewaambia haiwezekani tena kwenda kwenye uchaguzi mwingine. Kama wanatoa kisingizio cha muda, sisi tuko tayari uchaguzi uahirishwe, usogezwe mbele. Kwanza turekebishe katiba, turekebishe sheria, turekebishe kanuni, tupate uchaguzi una haki. Wananchi mnaunga mkono uchaguzi usogezwe mbele, ili kwanza tupate tume huru ya uchaguzi, marekebisho ya katiba, kanuni huru za uchaguzi, vidole viwili juu. Wapiga picha, huu ni ushahidi wa watu. Rais Samia, idara ya usalama, watu wako tayari hata uchaguzi usogezwe mbele, ili mradi kwanza marekebisho yafanyike, tuwe na uchaguzi una haki. Asanteni sana. Sasa nikamsikia Amos Makalla. Amos Makalla anamjibu Mzee Warioba aliyesema juu ya haja ya kufanyika kwa hatua zitakazowezesha kuwa na uchaguzi huru na haki. Na Mzee Warioba akaenda mbele zaidi, akatamka kwamba CCM na Chadema na serikali wakae kutatua mgogoro unaoendelea kuhusu uchaguzi. Sasa mzee yule na nafasi nyingi sana, au rais wameamua kumcha Chadema, kwa sababu sisi na Chadema tunakutana, tunazungumza. Akasema kwamba tunakutana, tunazungumza kwenye vikao vya TCD, na akasema kwamba vikao hivyo vikikaa, mwenyekiti Lissu anakuwa mwenyekiti kwa sababu ni mwenyekiti wa TCD, alafu Wasira anakuwa pembeni, amekuja kuiwakilisha CCM. Sasa kwa sababu amelisema hadharani, nataka kusema kwamba Amos Makalla ni muongo. Toka mwenyekiti Lissu aingizwe gerezani, tuliweka msimamo sisi kama viongozi, na Mheshimiwa Lissu naye hili nalo ana salamu zake kwetu vile vile. Sisi tuliweka msimamo na yeye Mheshimiwa Lissu akaweka msimamo kwamba hatutashiriki vikao vyovyote hivyo vya CCD mpaka mwenyekiti wetu atolewe gerezani. Baada ya hapo waliita kikao, hatukwenda. Wakiita kikao kingine, hatutakwenda. Na rai yangu kwa kweli kwa Rais Samia, kwa sababu najua vyombo vya habari, vyombo vya idara ya usalama, polisi wanaorekodi, mtampelekea hizi salamu, kwa sababu alipoingia alionyesha matumaini kidogo, akayapoteza hayo matumaini alipomweka mwenyekiti Mbowe gerezani kwa kesi ya ugaidi. Alipomtoa akaonyesha matumaini mengine kidogo ya mazungumzo, akajinasifu kwa falsafa ya 4R, si ndio? Si maridhiano, si ujenzi na kadhalika. Sasa dini ya Kiislamu ina sura fulani inamhusu mtu anaitwa mnafiki, kwamba ana sura na sifa kadhaa. Akisema anasema uongo, akiahidi atekelezi, akiaminiwa anafanya hiana. Kama Rais Samia sio mnafiki, atakuwa anajua kwamba yeye na mfumo wa idara ya usalama wa taifa ndio wameingiza nchi hii kwenye mgogoro huu unaoendelea. Kama sio mnafiki, yeye ndio anapaswa kujitokeza
kuzungumza na taifa, kwa sababu miswada ya marekebisho ya katiba, miswada ya marekebisho ya sheria inapelekwa bungeni na baraza la mawaziri. Rais akiwa mwenyekiti, yeye kabla bunge halijavunjwa tarehe 27 mwezi Juni, yeye apeleke bungeni miswada ya marekebisho ili Tanzania ipate uchaguzi huru na haki. Sasa jitihada zozote za kuua ajenda ya no reform no election kwa mbinu dhalimu na dhaifu hazitashindwa. Baada ya Chadema kupitia kamati kuu, baraza kuu na mkutano mkuu wa tarehe 21 mwezi Januari mwaka 2025, na baada ya mkutano huo kamati kuu mpya na uongozi mpya ulipokutana kuanzia tarehe 31 Januari mpaka tarehe 4 Februari kuweka mpango wa utekelezaji wa ajenda ya no reform no election, utawala chini ya Rais Samia umeamua kutumia mbinu zifuatazo kuvuruga ajenda ya no reform no election. Mtataja chache kwa sababu ya muda. Mosi, wameamua kumweka mwenyekiti ndani na kumbambikizia kesi ya uongo ya uhaini, na walitarajia kwamba wakishamweka mwenyekiti ndani, sisi Chadema tutabaki na kazi moja tu ya kumlilia mwenyekiti atoke, mwenyekiti atoke, mwenyekiti atoke. Sisi kama viongozi wakuu tulikaa, sisi tuliconsult na mwenyekiti Lissu, na yeye akatuambia namna bora ya pamoja, na tukakubaliana lazima tuendelee kusonga mbele na mikutano ya no reform no election na mapambano ya no reform no election. Ili lengo lao na kufikiri kwamba kwa kumweka ndani mwenyekiti Lissu tutaacha ajenda ya no reform no election, tutahangaika tu na free Lissu, Lissu sio mhaini, tutayafanya yote. Kwa hiyo ya kwanza itashindwa. Tutapambana mahakamani, tutapambana kwenye mikutano mpaka kieleweke. Pili, Rais Samia kupitia watu wake wa karibu na afisa mmoja wa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa wamekwenda kuwarubuni waliokuwa viongozi wetu. Mmoja walikuwa viongozi wetu na mwenzake mwingine, tutawataja kwa majina, wakaenda kumrubuni aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama upande wa Zanzibar, anaitwa Saisi Isa Mohamed. Yeye akawa mstari wa mbele kufungua kesi. Nyuma yake akawa aliyekuwa naibu katibu mkuu Zanzibar, anaitwa Salum Mwalimu, kafungua kesi mahakamani ya kwamba wakatoa hoja ya kisingizio kwamba maslahi ya Zanzibar hayapewi kipaumbele ndani ya Chadema. Hiyo hoja si ya kweli, lakini hoja ya kisingizio. Swala la msingi ni kitu gani wameiomba mahakama? Wameiomba mahakama eti mahakama itoe amri ya kuzuia shughuli zote za Chadema nchi nzima mpaka hiyo kesi ya msingi itakaposikilizwa, yani ikiwa miaka 10, ikiwa miaka mingapi, mpaka kesi itakapoisha. Shughuli zote za Chadema, iwe ni mkutano wowote nchini, uendeshaji wa makao makuu ya chama, akaunti za chama, chochote kinachohusu Chadema kizuiwe. Ni washamba. Sasa nataka kumwambia Rais Samia, nataka kuambia waliotumwa, hii mbinu nayo itashindwa. Itakufa. Safu yetu ya mawakili imekwisha jipanga
wa mapambano mahakamani. Kesi hiyo inakuja mahakamani tarehe 12 mwezi Mei. Nawaambia wanachadema wote, wapenda demokrasia wote, wote wanaotaka haki katika taifa letu, wote wanaoiamini Chadema ndani ya nchi yetu, kama ambavyo tumeungana pamoja kwenye kesi ya Lissu mahakamani. Hatimaye amri ya awali imetoka. Lissu sasa haki yake ya kuletwa mahakamani tarehe 19, ataletwa tarehe 19 Mei mahakamani. Tutakwenda kupambana mahakamani. Hivyo hivyo kabla ya tarehe 19, Watanzania wote wanaoipenda Chadema tuelekeze nguvu tarehe 12 kwenye kesi hiyo, tarehe 12 kwenye mapambano haki, ili haki itendeke. Katika hatua hii nimwambie tu Rais Samia, nimwambie na msajili wa vyama vya siasa kwamba hatua hiyo ya kujaribu kutaka kuzuia shughuli za Chadema, hatua hiyo tutakabiliana nayo kwa nguvu kubwa, kama ambavyo tumekabiliana na mbinu zozote haramu dhidi ya Chadema. Kwa hiyo ni mbinu ya pili wanaoitumia. Mbinu ya tatu, wamejaribu kutengeneza kinachoitwa mgogoro au mpasuko ndani ya chama. Wamejaribu kutaka Chadema tujione ndani yetu baada ya kuwa tumekushamaliza uchaguzi tarehe 22 mwezi Januari mwaka 2025 pale Mlimani City. Chadema bado tujione mpaka leo kwamba kuna timu Mbowe, kuna timu Lissu, wakati mambo ya timu za uchaguzi yaliisha wakati wa uchaguzi. Sasa tuna timu moja inayoitwa timu Chadema. Na kwa sababu tuna timu moja inayoitwa timu Chadema, uongozi mpya ulipoingia, kabla ya kuanza kazi yoyote, tukasema tujifungie. Watu wengi mnafikiri tulijifungia tarehe 4 mwezi Februari Bagamoyo kwa sababu tu ndio tarehe ambayo ilikuwa kilele tukafanya kikao cha kamati kuu, lakini tulijifungia kuanzia tarehe 31 Januari 2025, na tuliamua kabla viongozi wapya hatujaanza, tukae kwanza na viongozi waliokuwepo madarakani wa kitaifa, na kabla viongozi waliokuwa madarakani wa kitaifa, mwenyekiti aliyekuwepo, makamu mwenyekiti waliokuwepo, kabla ya hatua hiyo, katibu mkuu, nikae na secretariat iliyomaliza muda wake na secretariat mpya, ili tupate mwelekeo wa pamoja. Viongozi wenzetu wengi wao na baadhi yao wakatuomba kwamba wangependa tuwaache wapumzike, na sisi tukaheshimu msimamo wao. Wachache tukakutana nao, na kwa kweli tukaamua namna ya kusonga mbele pamoja. Sasa hivi karibuni wamejitokeza wachache juzi hapa, waliokuwa secretariat ambao mimi nilikuwa mwenyekiti wao. Wamesema kwamba wanaondoka Chadema kwa sababu kuna ubaguzi, kuna udikteta, vikao havikai. Yaani watu tumewaita kwenye vikao, sio tu vikao vya Februari, tumewaita kwenye vikao ikiwemo vikao vya watiania wa ubunge, na kamati kuu imekuwa ikikaa vikao. Tumekaa vikao mpaka tarehe 11 na 12 Machi, wakati kamati kuu inatakiwa ikae mara moja kila baada ya miezi mitatu, na kipindi cha miezi mitatu tushakaa mara 2. Wanasema mambo ya uongo. Sasa mimi nataka niseme mambo mawili tu, kwa sababu huu nao ni mkakati wa kututoa kwenye no reforms no election. Kati yao kuna makundi mawili. Kuna kundi la watu
miongoni mwao ambao wanatumika moja kwa moja na mfumo baada ya kushindwa kutumika ndani ya Chadema. Sasa wametangaza kujiondoa, wanakwenda chama kingine waende. Sisi tutaendelea na mapambano mpaka kieleweke. Miongoni mwao vile vile kuna watu wanaosukumwa na upepo, walioaminishwa kwamba Chadema haitashiriki uchaguzi, na kwa sababu Chadema haitashiriki uchaguzi, kuna chama cha upinzani kitainuliwa na watawala ili kipewe baadhi ya viti vya ubunge, ikipewe na ruzuku. Wao wamepata tamaa wakifikiri kwamba CCM hao na mfumo unawapenda sana. Nataka niwaambie hadharani, kwa sababu ushawishi huo utakuja mpaka hapa Bukoba. Nataka kuwaambia wakumbuke mwaka 2020 Rais Magufuli aliwaahidi waliokuwa wabunge wa Chadema wahame kutoka Chadema wahamie NCCR Mageuzi, na wakaahidiwa watapewa viti 20. CCM ikawacha kwenye mataa. Sawa, nao mchezo ule ule wa Rais Magufuli ameamua kufanya Rais Samia. Sasa miongoni mwao wako wanaopita wakiwadanganya wanachama wa Chadema kwamba wanawaambia kwamba katika huko kuhama kwao hao waliotangulia wameanza, lakini wanasema kwamba nyuma yao yuko mwenyekiti mstaafu Freeman Mbowe, na wanasema kwamba anawafuata kwa ajili ya kugombea urais. Sasa mimi huwa kwa nafasi yangu kama mtendaji mkuu, nikitokea jambo lolote huwa napenda kabla sijasema chochote nipate haki ya kusikiliza wahusika. Nataka kuambia Bukoba, niliwasiliana na mwenyekiti Freeman Mbowe, na mwenyekiti Freeman Mbowe akanijibu yeye ameamua kupumzika siasa mwaka huu wa 2025. Hana dhamira ya kugombea ubunge wala udiwani wala uongozi kwenye chama chochote cha siasa. Kwa hii ni kauli ya mwenyekiti. Kwa sababu tayari muda umekushaisha, nataka nihitimishe tu kwa kuwaomba Watanzania, kwanza tuchangieni kwenye tone tone. Ndugu mmoja pale amesema tone tone. Naomba mshike simu zenu, sitatumia muda mrefu ili kuacha hotuba muda mrefu kwa mwenyekiti, mpaka mwenyekiti. Naomba mshike simu zenu.